Maarifa Online TV, elimu na hekima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi wa mtazamaji wa Maarifa Online TV, tumekuja tena na kile kipindi chetu muendelezo cha kukufunza mambo mengi, kukuelimisha na kukuhekimisha. Siku ya leo tena tumerudi tena kwako. Leo nina mgeni wangu tena Alhabibi, na si mwingine ni yule Alhabibi Sheikh Salum ama Abu Hibatullah ametutembelea. Karibu sana Sheikh wangu kwa mara nyingine katika Maarifa Online TV, ili uzidi kutuelimisha na kutuhekimisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali Sheikh wangu? Alhamdulillah rabbil alamin. Unajisikiaje? Afya? Salama, burudani. Karibu sana Sheikh wangu katika Maarifa Online TV ili uzidi kutuelimisha. Asante kwa mara nyingine. Naam, ndugu yangu Muislam, Sheikh wetu hapa alikuja kututembelea kwa mara nyingine tena kutuelimisha baada ya maoni mengi tulipopata message zenu, nikasema Maarifa ipo hapa kwa ajili yenu kuelimisha na kuhekimisha kuhusikana na mambo ya dini. Naam, Sheikh wangu, kuhusikana na kipindi kilichopita tulipata maoni mengi sana ya Waislamu kuhusikana na mada uliyozungumzia. Masha Allah, ujumbe ulifika na mada iligonga nyoyo za Waislamu. Na mada yenyewe tulizungumzia ubora wa hizi siku tumo ndanimo, tukazungumzia na mambo mengi, lakini kuna pointi hapa inaonekana ni pointi sugu sana katika maisha ya Waislamu na ujumla pia, na pointi yenyewe inazungumzia kuhusikana na kichinjwa na unakuchinja. Hii pointi shekhe, maoni ya wengi yalikuja na sisi Maarifa Online TV tukamwalika tena shekhe wetu na amekubali kutusikiza, na tupo hapa kukuelimisha na kukuhekimisha. Naam, Sheikh Alhabibi, naam, kutokana na maoni ambayo tuliyopata, jambo la kwanza, watazamaji wa Maarifa Online TV walitaka kujua ni ipi hikma ya sisi mpaka tunachinja, ni ipi ubora wa sisi mpaka tunachinja hiyo siku ya udhiya. Alhabibi, tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na amani zimwendee kiongozi wetu, kipenzi chetu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitazungumza machache tu kuhusiana na hikma iliyopo hapa. Zipo hikma nyingi, ila nitazungumza tu machache peke yake. Ya kwanza, moja ni ataqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni yani mja wa Mwenyezi Mungu. Sababu kubwa ama hikma iliyopo hapa kuhusiana na swala la kuchinja ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ya kwanza. Sababu wakati unapochinja haimaanisha kwamba labda Allah anahitajia nyama yako wewe, hapana, bali ataqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuna ule msemo mwingine ambao unasema kujipendekeza. Unajipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni moja wapo. La pili ni kufuatisha sunna ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mchinje mwanae, kwenye alilala naota ya kwamba amemchinja mwanae, kamwelezea mwanae Ismail. Mwanae Ismail akamwambia midhali, tayari kama ni amri Allah subhanahu wa ta'ala ndio kuamrisha, basi pokea amri hiyo kwa mikono miwili, na mimi insha Allah utanikutana kwenye watu wema siku hiyo ya Kiyama. Kisha badala ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala kapita, badala ya kumchinja mwanae Ismaili akamshushia mnyama, na mnyama huo ilikuwa ni kondoo, ndo akawa mbadala wa Ismaili kuchinjwa. Kwa hiyo tunakuwa tumeendeleza sunna hiyo ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Haya mambo mawili makubwa, taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ihya'u, yani kuendeleza sunna ya mtume wetu Muhammad, ya mtume wetu Nabiiullah Ibrahim
alayhi as-salatu wa as-salam. Naam. Alhabib, na tumepata alhamdulillah kujua hikma ya sisi kuchinja, lakini watazamaji walituma maoni yao na walitaka kujua, je, ni wakati gani uliopangwa na sheria kuhusu kuchinja? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameweza kutuambia kwamba katika hadithi iliyopo sahihi kabisa isiyokuwa na mashaka ndani yake, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba man dhabaha qabla salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nuskuhu. Yule Rasul sallallahu alayhi wasallam hapa anasema kwamba man dhabaha qabla salati faqad dhabaha li nafsihi au fa innama yadhbahu li nafsihi, yule ambaye atakayechinja kabla ya swala siku ya Eid, basi atambua kwamba amechinja, yani kwa niaba tu ya kukula tu ile nyama, wala si kwa niaba ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili aweze kupata thawabu zile za kichinjwa. Kwa hiyo hapa na Rasul sallallahu alaihi wasallam kaendelea kusema kwamba waman dhabaha ba'da salati faqad tamma nuskuhu, yani yule atakayechinja baada ya swala ya Eid, basi jambo lile ama ibada yake imekwisha kutimia, imekwisha kukamilika, ipo 100%. Kwa hiyo hadithi hii inatuonesha kwamba muda haswa ambao sharia imetuwekea kuchinja kichinjwa ni mwanzo wa siku ile, siku ya tarehe 10, ikiwa ni siku ya Eid, asubuhi baada ya swala ya Eid. Mwisho kabisa ni yani ni kabla ghurubi shams, ni kabla jua kuzama kwa siku ya 3 baada ya Eid. Yani unaanza kuhesabu siku ya Eid, siku ya kwanza, yani Eid hapa tuiweke mondani, tunahesabu siku ayamu tashriq, siku yani siku 3 za baada ya Eid. Yani tukisema tuweke mondani na Eid zinakuwa ni siku 4 ambazo Muislamu anaruhusiwa kuchinja ndani yake, na muda hasa ni kabla ghurubu shams, kabla ya jua kuzama. Naam, shaho wangu, tumepata kujua kwamba ni wakati gani uliopangwa na sheria na hikma zake za sisi kuchinja. Tumeelewa alhamdulillah, na imani yule ambaye aliyetuma maoni yake yamemfikia, na yule ambaye hajatuma basi ameeleweka na ameelewa na amepata kupata maarifa na kuhekimika. Ndiyo makusudio yetu na ndiyo malengo yetu sisi. Shekhe wangu, tukiendelea na nukta ya pili, ni sharti za kichinjwa. Sharti gani za kichinjwa? Huyo mnyama ambaye anayechinjwa sasa, baada ya kujua hikma yake, baada ya kujua nyakati za kuchinja, sasa huyu mnyama anayechinjwa masharti yake ni yapi, shekhe wangu? Tafadhali habibi. Naam, na imani kwenye kipindi kilichokwisha tulikuwa tumezungumzia minyama ambayo sheria imetuwekea kusikana na kuchinja. Naam. Na kusikana tukawa tumezungumza kwamba ngamia, mbuzi, ng'ombe na pamoja na kondoo. Ndio. Pia sheria imetuwekea, si kwa haijamaanisha kwamba sheria ya kwamba tuambia tunaruhusiwa kuchinja ng'ombe ama ngamia ama mbuzi ya kwamba tayari hapo imekwisha pale. Ndio. Sheria imetuwekea pia miaka, miaka ambayo huyu mnyama anafaa kuchinjwa. Si mnyama amezaliwa leo kisha anapata anachinjwa pale. Mbuzi ana muda wake, ana muda ambao ama miaka ambao sheria imewekea huu mnyama kufaa kuchinjwa. Ngamia pia hivyo. Ndiyo. Pamoja na ng'ombe. Ndio. Sheria imetuwekea ya kwamba tunaanza na ngamia. Ngamia, sharti ya kwanza kwenye ngamia anafaa kuwa amekamilisha miaka 5. Yani chini ya hapo haruhusi kuchinjwa, hata kama akiwa ni ngamia. Hata hao ni mzuri, amenona. Kinyume na hapo, yani sababu kuna hikma ndani yake, kwa sababu ngamia ikiwa kama sheria imetuambia hivyo, ina maana ngamia nyama zake ili ziwe zimenona, ziwe zimekamilika kuwa yani awe imekomaa vizuri, anafaa kuliwa. Naam. Baada ya miaka 5. Ndio.
yani kuna ile chini ya hapo kuna msemo ambao unasema tunakuwa tumekula kifara, yani mfano wa kula kifaranga. Naam alhabib. Yani anakuwa bado hajakoma vizuri. Kisha sharia ikatuwekea kusikana na ng'ombe. Ndio. Maatamma sanataini. Yani ni ng'ombe ambaye tayari amekusha kutimiza miaka 2. Chini ya hapo basi ng'ombe haruhusiwi kuchinjwa. Pia mbuzi na kondoo sharia imeweza kutuwekea kwamba anafaa kuwa amekamilisha miezi 6. Yani chini ya miezi 6 mbuzi huyo ama kondoo huyo basi haruhusiwi kuchinjwa. Sharti nambari 2 ni as-salamatu min al-uyub au min al-aib. As-salamatu min al-aib. Yani mnyama huo, hawa mnyama wote ambao tumekwisha kuwataja hapa wanafaa kuwa wamesalimika na magonjwa ama na aibu kutokamana na ugonjwa, kuvunjika kupo aina nyingi, pembe, mguu wa hali kadhalika, na maradhi hapo aina nyingi. Kuna ile maradhi ambayo yanasababisha hadi nyama za mnyama yule kuharibika, mnyama kabisa, yani unaona kabisa huyu ameumwa, hata kuinama hawezi akainama. Hiyo ni sharti nambari 2 katika kusikana na kichinjwa. Ndio. Kwanza ni lazima kama tulivyozungumzia kusikana na miaka pamoja na asalamatu min al-aib, yani wanyama hao wao wamesalimika kutokamana na magonjwa na kuvunjika. Wallahu a'la wa a'lam. Naam. Alhabibi, hapo kwenye kichinjwa shaha wangu, mathalan ikatokea hali mimi nimemnunua mnyama yupo salama. Naam. Au mtazamaji kamnunua mnyama yupo salama. Naam. Yule mnyama akamfikisha nyumbani akapata aibu. Naam. Akapata aibu min uyub. Naam. Kweli kaeneza miaka, katimiza miaka, katimiza miezi kwa wale wa miezi 6, kwa miaka 2 kama ng'ombe, kwa ngamia miaka 5. Sasa lakini nimemfikisha nyumbani ikatokea tafrani, pembe likakatika. Naam. Au mguu kavunjika. Naam. Hii hali ihtimali kitokea inakuwaje shekhe wangu? Ama hapa kwanza tuna mambo mawili. Ndio. Kuna ile kununua mnyama ambaye ana aibu, ni mgonjwa ama kavunjika, lakini aibu ile haipo dhahiri, yani haidhihiriki machoni mwako. Kuna ule msemo ambao Waswahili wanakuambia yani umeuziwa mbuzi kwenye gunia. Ndio. Yani umenunua ngamia ama ng'ombe, mbuzi, lakini kumbe mnyama yule ni mgonjwa na anayejua ni yule ambaye anakuuzia, muuzaji. Ndio. Fa al-ithmu lahu al-awwal. Fa makosa ya kwanza hapa ni ya yule muuzaji. Ndio. Wewe kwanza hapa hauna kosa. Ndio. Cha kwanza, na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amekwisha kusema man ghashana falaysa minna. Ndio. Yule atakaye trishe ama yule atakaye tuibia, kutuzia mbuzi kwenye gunia, kutuonesha kwamba yani kuweka biashara kwa juu ya kwamba inafaa ili hali ndani haifai. Ndio. Falaisa minna, basi huyo hayupo pamoja nasi. No. Ana adhabu kali huyo yauma al-qiyama. Kwa hiyo utakaponunua mnyama huyo ikiwa kama ana aibu, fal-ithmu lil-ba'i. Naam. Kosa ni la muuzaji, walaisa lilmushtari. Ama kusikana na yule ambaye mwenye kanunua mnyama huo, hapa kuna mambo mawili sharia imetuwekea. Ikiwa huyu ambaye anakwenda kuchinja huu mnyama ana uwezo wa kuchinja, lahu qudra. Naam. Ana uwezo wa kuchinja, yani ana uwezo, tunaposema ana uwezo wa kuchinja ndio tunakusudia ana pesa za kutosha. Ndio. Sharia imemwekea kwamba anafaa kununua mnyama mwingine. Ndio. Badala ya yule mnyama. Ndio. Hii ni ya kwanza. La pili, ikiwa kama hana uwezo, basi Rasul sallallahu alayhi wasallam, maulama wanaweza kutuambia kwamba innamal a'malu binniyat, kila matendo na nia yake. Basi huyu mtu atalipwa kwa ile nia ambayo kaiweka. Na nia hiyo si lazima eti aiweke siku ile ya kuchinja, pana anaweza kaiweka hata wakati yupo sokoni, kasema mimi namnunua huu mnyama kwa ajili ya ibada hii ya kuchinja siku ya Eid. Ndio. Si lazima eti kitakapofika kule siku ile siku ya Eid anuie tena
aweke tena manuizi dhahiri, hapana. Anaweza kaweka nia na madhumuni siku ile wakati kwenye anamnunua yule nyama, ikiwa ni sokoni ama nyumbani kwenye majumba ya watu. Ndio. Tukirudi nyuma huku, hata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ameweza kutuambia kwamba arba'un la tajuzu fil adahi, mambo manne hayajuzu kwenye kichinjwa. Akaendelea akatuambia kwamba al-aura, ikiwa kama huyo mnyama mfano ni kipofu, basi huyo mnyama haruhusiwi kuchinjwa. Ngamia kushuka hadi chini. Ndio. Ikiwa ni mgonjwa, amevunjika, yani zile aibu zote zipo ambazo yani dhahirun wa shadidun, yani maradhi hayo yanaonekana na yani yamemzoofisha mnyama yule, basi huyo mnyama hafai kuchinjwa. Ndio. Mnyama huyo hafai kuchinjwa. Ama maulama wakaendelea kuzungumza kwamba ama ikiwa kama ni maradhi madogo kama mfano mafua na gripe, sababu sio peke yetu binadamu ambao tunaouma mafua ama gripe, hata minyama pia wanauma ugonjwa huo. Kwa hiyo hayo ni maradhi ya kawaida. Hayo ni maradhi ya kawaida. Ama ikiwa labda ameteuka yule mnyama, yani hayo ni aibu ambayo haipo, laisa aibun shadid, yani sio ile aibu ambayo kali ama yenye kudhoofisha yule mnyama hadi ashindwe kuchinjwa siku hiyo, siku ya Eid. Wallahu a'la wa a'lam. Naam, nadhani tunazidi kufaidika na tunazidi kupata maarifa. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Maarifa Online TV, nadhani unaelewa, nadhani kwamba hutaanguka katika makosa ambayo tulikuwa tukianguka miaka mingi. Maarifa imekuja kukupa maarifa na kukuhekimisha. Mwambie rafiki yako, mwambie rafiki yake kuwa maarifa ipo kwa ajili ya kuwapa watu hikma na elimu. Naam, shekhe wangu, tukiendelea hapo hapo kwenye kichinjwa. Naam. Baada kueneza masharti, baada ihtimali zote zimekamilika, na hali zote zimekaa sawa, na muda umekamilika, na nimekwisha mchinja yule mnyama. Sasa ile nyama naifanyaje? Je, ile nyama tu nitachukua nitachoma au nitafanyaje? Au ile nyama nitachukua nitafanyaje? Ule au tuseme kwa Kiswahili cha haraka haraka, ugawaji wa nyama ya kichinjwa cha Eid inakuwaje? Naam, alhamdulillah, sharia imeweza kutuwekea mafungo ya huyo mnyama ambao yani huyo mnyama atakayechinja siku hiyo, ndio siku ya Eid. Na si yani sharia imeweza kutuwekea mafungo hayo si kwa ulazima, min babi al-istihbab, yani kwa mapenzi, yani jambo ambalo linafaa linapendeza. Mafungo hayo yanafaa kugawanyika mara tatu. Ndio. Fungo la kwanza lilmudahi, yule ambaye amechinja kile kichinjwa. Fungo la pili lilaqriba, yani familia, wale ambao wako karibu, masaili kama hayo, shangazi, mjomba, nini, yani wale ndugu ambao wako karibu. Fungo la pili, ama majirani ukipendelea kuwapatia, alhamdulillah. Ama thalith, ama fungo la tatu lilfuqara wal masakin, ni la mafukara na wa maskini. Kwa hiyo ni fungo tatu. Fungo la kwanza ni la wewe ambaye umechinja, fungo la pili ni la watu wako wa karibu, fungo la tatu ni unaogawia maskini na mafukara ambao wanaohitajia nyama hiyo siku ya Eid, ili na wenyewe waweze kufurahi, wajumuike na wengine siku hiyo, wasikai na nyongo, kusononeka na huzuni. Wallahu a'la wa a'lam. Naam, shehe wangu, tumezidi kufaidika na Allah azidi kulipa kila la kheri. Tukiendelea na kipindi chetu hichi cha kukuelimisha na kukuhekimisha, shekhe, nukta nyingine nazungumza yanayokatazwa kwa yule ambaye atakayechinja. Tumemzungumzia mnyama, lakini kuna mchinjaji. Je, ikiwa kama mnyama anazuiliwa kutokana na baadhi ya aibu, vipi mchinjaji yule ambaye anayetaka kuchinja sasa, mhusika mnunuaji wa kile kichinja? Je, yeye hali yake vipi? Sheria inamzungumziaje huyo mtu? Sheria imeweza kutuambia kwamba
mchinjaji kwanza anafaa kuwa ni Muislamu, cha kwanza. Naam. Cha pili anafaa kuwa ni baligh, amekwisha kubaligh, yani ameshapita ile miaka ya utoto. Naam. Hafai kuwa yani ni mwenda wazimu. Naam. Aqilun, anafaa kuwa ni mwenye akili zake timamu. Muislamu, baligh wa aqilun. Naam. Kwa hiyo ni hayo mambo matatu na mengineyo. Na sharia imeweza kutuambia kwamba mtu huyo yani ambaye atakayechinja kichinjwa hicho ni bora zaidi, ni bora akachinja mwenyewe na atapata thawabu. Yani atakapochinja kichinjwa hicho mwenyewe, yani nimenunua kichinjwa siku hiyo nikakichinja mwenyewe, napata thawabu nyingi badala ya mtu mwingine kumchinjia. Yani ile ambayo unakuta mtu amenunua kichinjwa kisha Sheikh Yusuf bana, mimi sijui kuchinja, ndio nichinjie. Ikiwa mimi kama na yani ambaye nimenunua mnyama huo nikimchinja peke yangu, basi napata thawabu nyingi badala ya mtu mwingine kushika hiyo ibada ya kumchinjia mnyama huo. Na sharia pia imeweza kutuwekea mapendekezo. Kuna ile hali ambayo unakuta watu wamekusanyika katika mnyama mmoja, kusikana na wamekwenda sokoni, wanasema bana, mimi tunataka tununue mnyama, yani sote tukusanye pesa tununue mnyama tuchangie ile thawabu ya ibada hiyo ya kuchinja siku ya Eid. Sheria imeweza kutuwekea mipaka ya watu hasa ambao wanafaa kushirikiana kununua mnyama huo. Ndio. Na ni mnyama yupi ambao Waislamu ama wale ambao watakaopendekezwa ama watakaopendelea kushirikiana kuchinja ama kushirikiana kwenye kununua mnyama huo ili waweze kumchinja siku hiyo ya Eid, ni yani idadi yao inafaa kuishia kungapi? Ndio. Na mnyama huo anafaa kuwa ni mnyama yupi? Ndio. Sheria inatuambia kwamba mnyama pekee ambaye watu wanafaa kujumuika, kusanyika, wakashirikiana kwenye kumnunua ili waweze kumchinja kwa pamoja siku hiyo ya Eid, idadi yao haifai kuzidi 7. Ndio. Kuanzia kwenye 2, 3, 4 hadi 7. Ndio. Wakiwa 8 sharia imekataza. Ndio. 9 sharia imekataza. Ndio. Na ni mnyama yupi? Mtu anaweza akajiuliza hapo sasa. Ni mnyama sababu kuna mtu mwingine labda Sheikh Yusuf, tununue zetu mbuzi bana. Tuko 7. Tununue zetu mbuzi ama tununue zetu kondoo. La, sheria inasema sheria imeweka hadi ya kwamba mnyama pekee ambaye watu wanafaa kujumuika kwa pamoja, kushirikiana kwa pamoja kwenye kumnunua ili waweze kumchinja siku ya Eid ni ngamia na ng'ombe peke yake. Mbuzi na kondoo hapana. Mbuzi ni lilafradi, mtu mmoja peke yake. Naam. Na pia sharia yetu, Uislamu wetu alhamdulillah haukuweza kutuwekea mkazo mwingi sana, hapana. Lakini pia sharia imeweza kutuwekea man, yani alladhi shuri'a ilayhi hadhihi al-ibada, ni nani ambaye mwenyewe yani amelazimishwa ama sharia imemlazimisha kuchinja siku hiyo ya Eid. Sharia inaweza kusema kwamba ni Rabbul Bait. Naam. Ni baba mwenye nyumba. Ndio. Baba mwenye nyumba ndiye mtu ambaye sharia imemlazimu kuchinja ikiwa kama ana uwezo. Kwa hiyo mama ama watoto hawalazimiki kuchinja, lakini min babil istihbab fajaizun. Kwenye mlango ambao inaswi ikiwa kama na wenyewe wanaruhusiwa kuchinja. Mama, mimi na pesa yangu hapa na uwezo nafaa kuchinja, sheria haijamkataza. Mtoto ana uwezo tayari ameshakuwa, sio yani akiwa kama sio baligh, sheria haimruhusu. Anafaa kwanza kuwa baligh, aqil wa muslim. Hata kama ni mtoto pia ana uwezo, sheria imemruhusu kuchinja. Mama, sheria imemruhusu kuchinja, lakini mtu ambaye amelazimishwa ama amelazimika kuchinja ni Rabbul Bait, baba mwenye nyumba, mfalme mwenye lupango. Naam, alhabibi, hapo kwenye kuchinja. Naam, alhabibi, ihtimali inaweza ikatokea mtu anaweza akajiuliza, mimi mathalan nipo mbali. Naam.
nipo mbali na familia, nipo, kuna vijana alhamdulillah, kama tunavyojua kuna vijana wametoka wamekwenda kutafuta makazi, kutafuta riski, na Allah awekewe pesi. Wengine wamekwenda Dubai, wengine wamekwenda wapi, wengine wako nchi za nje, na Allah azidi kuwapanulia riziki zao. Anatamani kuchinja lakini pale alipo hawezi. Je, sheria inamruhusu atume wamchinjie nyumbani? Uislamu wetu, wallahi Uislamu wetu ni mwepesi mno. Uislamu wetu ni mwepesi mno. Haujamwekea mkazo kwamba eti ni lazima, kama gisi nimesema hapo kabla kwamba ni lazima yule mtu ambaye atakayenunua kile kichinjo cha mjichinje mwenyewe. Hapana. Ndio. Unaweza ukawakilisha. Ndio. Umetumana pesa, umemtumania mkeo, dada yako, mama, ndugu yako, bana ninunulie mbuzi, ninunulie ng'ombe. Na wakamchinja kule, wewe utapata thawabu zako wewe kivyako. Ila kama ungelimchinja mwenyewe basi thawabu zinazidi. Yani watu tunakwenda tunazidiana daraja. Yani mtu atakayenunua mnyama akamchinja mwenyewe ni bora kuliko yule mtu ambaye mnakanunua mnyama kisha mtu mwingine kamchinjia. Ndio. Kwa hiyo mtu kama yuko mbali, sheria haijamkataza kuchinja. Naam. Habibi, hapo jamani, kuna wakina mama nyumbani wanaweza wakasikia unyonge, na sisi tunatamani tuchinje, lakini sheria imewaruhusu. Unaweza mtu akakuchinjia, ujira uko pale. Usijikalifishi kama nilivyosema shekhe wangu eti kwamba lazima na mimi nichinje niwe sawa sawa. Hapana, unaweza kumpatia mtu akakuchinjia na ujira upo pale. Na shekhe wangu, kuna kitu nilipenda nikuulize. Tunajua katika Uislamu ulipanga kila kitu. Tukiingia msikitini kuna dua. Tukiingia wapi kuna dua. Hata chooni kuingia na kutoka kuna dua. Je, na katika kuchinja sheria ilipanga dua yake? Au sheria inazungumzaje hapa? Mtu akitaka sasa kamlaza mnyama wake, alieneza masharti, alieneza masiku na siku iliyokamilika iliyopangwa na Mtume na sheria ya Uislamu. Sasa anataka kumchinja yule mnyama. Je, kuna dua ambayo inayosoma kabla ya kumchinja yule mnyama au inakuwaje alhabibi? Fala tafadhali. Naam, asante sana. Dua ipo. Ndio. Dua ipo ambayo yule mtu atakayetaka kumchinja yule mnyama anafaa kuisoma. Cha kwanza, sharia imeweza kutuambia kwamba ama kutuelekeza kwamba mnyama huo mtu yule ambaye anahitaji kumchinja anafaa kwanza muelekeze qibla. Naam. Pointi nambari 1. Pointi nambari 2, mnyama huo yani yule atakayechinja mnyama huyo anafaa kusema bismillah kabla yani anaposhika kile kisu. Ndio. Anafaa kusema bismillah. Na dua zipo ambazo zipo nyingi, lakini dua ambayo imethibitika kwa maulama wengi ambayo yani imepokelewa na wengi ni bismillah wallahu akbar. Kwanza anaanza na ile bismillah baada ya kumwelekeza mnyama qibla, anasema bismillah wallahu akbar, kisha anasema Allahumma hadha minka wa ilaika, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Kwa hiyo hii ni dua ambayo Muislamu anafaa kuiomba kipindi ambapo anapomchinja mnyama wake wa siku hiyo, siku ya Eid. Wallahu a'la wa a'lam. Naam, hapo kwenye hiyo dua shekhe wangu, ningependa samahani kwa usumbufu, ukairudilia tena ili mtazamaji akaisikiza na akaielewa, labda anaweza akasema labda shekhe alisoma mbio akawa, naomba uirudilie tena. Allahumma bismillah Allahu akbar Allahumma hadha minka wa ilayka, Allahumma hadha minka wa ilayka, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ni dua nyepesi tu peke yake. Naam. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Maarifa Online TV, hii ndio dua ambayo unafaa kuisoma katika hiyo siku ya kuchinja, pale ambapo mnyama wako umemlaza, umemweka sawa sawa na unahitaji kumchinja na kufanya ibada yako takatifu ya hiyo siku. Naam, tunashukuru sana shekhe wangu Alhabibi, huenda alikuwa na mambo mengi lakini alitupa muda wake
maadama siha kidogo, afya, lakini alisema nipo hapa kwa ajili ya kuwafikishia Waislamu yale ambayo yanayohitajika, na sisi Maarifa Online TV tupo kwa ajili yako, tupo kwa kuelimisha na kukuhekimisha. Na hapa tunafika tamati wa kipindi chetu, tukimwomba Allah atujalie haya mambo ambayo tunayozungumza tuyaweke katika vitendo, na atujalie tupate kuelimika na kupata faida. Mimi ni Yusuf Said na hii ni Maarifa Online TV, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maarifa